Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni alfabet za lugha ya Kiarabu kuanzia herufi ya alif mpaka ye. Herufi hizi ziko na utofauti na alfabet za lugha ya Kiswahili ambazo ni 24 na zipo na utofauti pia na herufi za alfabeti za lugha ya Kiingereza ambazo zipo 26. Herufi za abjad 28 zimegawanyika katika pande kuu 4. Kuna herufi 7 zimegawanyika katika asili ya moto, na kuna herufi 7 zingine zimegawanyika katika asili ya udongo, na kuna herufi 7 zingine zimegawanyika katika asili ya upepo, na kuna herufi 7 zingine zimegawanyika katika asili ya maji. Binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Je, ni herufi gani ya abjad ambayo nakuletea hapa? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kuifahamu herufi he. Herufi hii inafanana na herufi jim, na herufi hii ya he pia inafanana na herufi he, ila utofauti wake upo katika jim ipo na nukta katikati, na herufi hii ya he haina nukta yoyote, na herufi ya he ipo na nukta moja kwa juu. Na kuletea elimu uweze kufahamu siri nzito na maajabu ya herufi he. Kwa yule mtu ambaye yupo na uadui baina yake yeye na mtu fulani, yupo na uadui mkubwa sana, unachotakiwa kukifanya, uchukue mchanga, usomee herufi he. Usomee, sema he 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 he. Somea mara 1000 herufi hii ya he. Ule mchanga nenda usiku kwa adui yako, kaumwage ule mchanga kwa manuizo. Hakika pakikucha asubuhi, yule adui atageuka na kuwa rafiki. Na hata kama alikuwa na kesi, anakuendesha katika kesi, unahitaji sasa yule mtu umfanye akupende, yeye mwenyewe tu ayaghairishe ile kesi, basi kaumwage ule mchanga. Basi hakika pakikucha asubuhi, yule mtu atasahau kila kitu na mtakuwa marafiki, hatakuchukia tena. Na herufi hii ya he, kwa yule mtu ambaye mke au mume amekimbia, ameng'ang'ania kwao, hataki kurudi kwa mume wake au kurudi kwa mkewe, unachotakiwa kukifanya, chukua mchanga katika mazingira ambayo unaishi ya nyumbani kwako, kisha tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha taja jina hili la herufi he, isomee mara 1000 kwa manuizo ya kumrejesha mke au mume arudi nyumbani kwa haraka zaidi. Basi nenda kaumwage ule mchanga nyumbani kwao, kwa kina mke ambako amezamia hataki kurudi, au kwa mwanaume ambako amezamia hataki kurudi. Basi hakika yule mke atarudi kwa haraka sana nyumbani na upendo utakuwepo.
na ukienda kumwaga pia katika mazingira ya mwanaume ambako amehamia, amekutelekeza we mwanamke ulipo, basi yule mwanaume atahamisha makazi na kurudi nyumbani kwako katika mikono yako. Na vile vile herufi hii ya he, kama mke yuko mbali ametoroka nyumbani na ufahamu alipo, au mume yuko mbali amekutelekeza na ufahamu alipo, unachotakiwa kukifanya, iandike herufi hii ya he katika karatasi nyeupe, inuie, iandike mara 500, kisha tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iandike na kalamu nyeupe, ufikize udi, kisha isome majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu. Wakati unaandika mara 500 unasoma majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, mpaka utakapomaliza. Andika pembeni tena Hatma Suleiman katika yale maandishi ya he uliandika kama tarasimu vile, andika Hatma Suleiman, kisha andika jina la mhusika unahitaji arudi kwa haraka zaidi. Basi kama unayo feni nyumbani kwako, kwa juu pale itundike ile karatasi iwe na pepewa na feni, pulizwa na upepo, basi atarudi kwa haraka zaidi kule alipo. Au nenda tafuta mti mkubwa, basi nenda kaining'inize ile karatasi kule katika mti mkubwa, basi atarudi kwa haraka zaidi. Haya ni maajabu ya herufi he. Kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya vidonda vya tumbo, au yule mtu anahitaji kubatilisha uchawi uliopo katika mwili wake, amelishwa uchawi anahitaji kuondosha, basi, au kwa yule mtu ambaye anahitaji kutibu maradhi ya figo, figo tayari imeharibika, ipo na mawe, iandike mara 1000, andika kama tarasimu herufi hii ya he mara 1000, kisha wakati unaandika uwe unasoma ya qafi ya rajau, ya qafi ya rajau, ya qafi ya rajau, ya qafi ya rajau. Soma utajo huu ukiwa unaandika mpaka utakapomaliza. Kisha karatasi hii iandike na dhafaran pamoja na miski nyeupe, iloweke katika maji, basi mpatie mgonjwa anywe kwa muda siku 7. Basi hakika ule mgonjwa atapona na utaubatilisha uchawi uliopo katika mwili wake. Na pia kama kuna mtu anasumbuka na maradhi ya vidonda vya tumbo, basi anywe kwa muda wa siku 7 kutwa mara 3, pia na yeye atapona maradhi ya vidonda vya tumbo. Na yule mtu anaumwa maradhi ya figo pia atapona kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yule mtu ambaye ametorokwa na mkewe au mume wake, amemtoroka na hajulikani alipo, au ameenda kuanzisha maisha na mtu mwingine, au familia, baba au mama ameondoka, ameenda kukaa mbali na familia, unahitaji kufahamu kule aliko yupo katika hali gani na wewe huna mawasiliano naye, basi ili uonyeshwe kinachokustahiki, utaandika herufi hii ya he katika karatasi nyeupe na wino mwekundu mara 70. Na wakati unaandika utakuwa unasema ya hifatihe, ya hifatihe, ya hifatihe, ya hifatihe, ya hifatihe, ya hifatihe. Kisha ile azma utaikunja kama azma, utakuwa unaweka michagoni pale unapolala. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaonyeshwa kwamba yule mkeo aliyekukimbia kule aliko yupo na nani, na yupo katika hali gani, na anafanya nini, na hali yake ni ipi, utaonyeshwa. Na kama ni mume pia alikukimbia, pia utaonyeshwa mume wako yupo na nani na anafanya nini. Kama yuko na mwanamke mwingine, basi pia utaonyeshwa. Hata mkeo kama yuko na mwanaume mwingine pia utaonyeshwa. Na kama mzazi wako pia alikukimbia, unahitaji kufahamu yuko hai na anafanya nini, basi utaonyeshwa hata kama hujui kule alipo. Haya ni maajabu ya herufi he. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano,
ya kichawi na ya kishetwani uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa. Unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali, za kukupa mvuto wa kupendwa kila kona ya dunia utakayopita. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa anamiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au baba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za viumbe na unahitaji kujifunza elimu za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kunitafuta kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.